Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai umzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Muhammad na karibu katika kipindi kipendacho Upeo wa Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana. Alhamdulillah, leo tupo naye mgeni mwingine ambaye anakuja kwa jina la Eric, ambaye amekuja kutuelezea mengi kuhusiana na upigaji wa kura, haswa katika mada yetu ya leo. Tunataka kuangazia voter registration, yani usajili wa kura, na inshallah tukielekea kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi, na ataweza pia kujitambulisha yeye ni nani ili tuweze kumfahamu. Karibu sana Eric. Asante. Naam, kabla tuendelee na mada yetu, tungependa kufahamu wewe ni nani, unafanya nini, unajihusisha na nini? Kwa majina ni Eric Otiende. Currently I'm a telesales representative at Safaricom PLC. Nice. Where I largely make outbound calls to sell various Safaricom products and services. And on the side, I'm also a brand ambassador of the Watani Griffith Designs. Nice. You can be able to catch our products on, we have 3 brands. There's one which is Felish Jewelry, and we also have Rehani Apparels, and we have Arts by Watani. So we also deal with artwork. So mainly I'm just in charge of promoting the sales and also marketing the brands. Nice one, Yes. nice one. Hiyo ni kazi nzuri sana. Asante. Yeah, karibu sana. Na tukiangalia mada yetu ya leo, tunataka kuangalia kuhusiana na voters registration. Yeah. What is voters registration? So voter registration is a position where a man or a lady who's above the age of 18 in the country of Kenya, that is, for you to be eligible to vote. And you must also be of sound mind. So this is a position where one is able to be registered and participate actively in the electoral process, which is normally done every 5 years on the second Tuesday on the month of August. Yes. Unaona watu ambao wakiangalia masuala ya siasa wanajua mpaka siku ni hivi. Yeah. Asante sana. Na tukiangalia zaidi ni kwamba tukiangalia hatuko mbali kuwasili katika mwaka wa upigaji kura. No. Kwa nini ni muhimu sana watu kujisajili katika hili swala la kuweza kupiga kura? Kwanza kabisa ningeweza kusema ndio mtu ili aweze kueleza maoni yake au wale viongozi ambao wangependa wamwakilishe kwa hivyo kwa hizo miaka 5. Ndiyo. Ni lazima awe amesajiliwa kama mpigaji kura ili aweze kuenda afanye ile right, exercise the right which he or she should do democratically, because we are a democratic country. Ndiyo. And through democracy we get the chance of choosing our own leaders, the people whom we'd want to represent us for the 5 years, and also make them accountable of the promises and the commitments they made to their electorates. Yeah. Na tukiangalia what rights and responsibility do voter have during elections? So the rights of a voter has a right to access a polling station. A voter has a right to be registered. Because now you understand, in Kenya, when you have a national identity card, you don't qualify to vote until you get such a card, a voter's card, for you to be able to be eligible to vote. So you must register. You have the right to register. You have the right to choose any polling station of your choice, and also vote, and not under duress. Unaona ile yenye unaekewa risasi atichagua huyu, usipochagua huyu hatuwezi, au kuna penye unaenda au tutakumaliza. Kwa hivyo yani uko na ile haki ya kupiga kura kwa kisiri. Wanasemanga kura yako siri yako. There's no one else who will know whichever person you voted for. As much as tuseme ulinipa hongo ili nikupigie kura ama nipigie mwenzako ambaye ulikuwa unafikiria angefaa zaidi kushinda huyu, bado hutajua ni nani nilimpigia kura. Yeah. And the responsibilities ni kuweka hawa viongozi wetu accountable. In which way? Like right now in a democratic world, we are able to recall our members of parliament, our member of county assemblies. Kama ulivyoona hapo mwaka uliopita baada ya the controversial finance bill, when it was being opposed, people started to collect signatures to recall their members of parliament, because they were like, you people were taking your own interests against our own interests. Remember, when someone is elected, si ati anaenda hapo kuangalia maslahi yake, ila maslahi ya wananchi wote kwa ujumla. Kwa hivyo kama hawezi akaangazia maslahi yote ya Wakenya, inabidi ametolewa
kwenye debe. Yeah. Na ukiangalia mostly ni kwamba iko vice versa. Ndio. Kwa sababu mwananchi anategemea kwamba kiongozi mwema ni yule ambaye ataangalia maslahi yangu, angalie barabara iko sawa, angalie health sector iko sawa, kwa sababu hivyo ni vitu ambavyo vinapigiwa sana upato. Employment sector. Sasa tukiangalia vijana wengi hawana ile tajriba ya kusema tunakuwa na ile uwezo wa kufanya kazi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hawa viongozi. Na ni kitu ambacho kimekuwa na uzito sana. Sasa huyu kiongozi, japo tunasema kwamba tule wanakupa hongo, wewe unakula lakini hauvote. Kwa nini nafikia nafasi ya kwamba ndio mimi nimechukua kura yangu, ndio ni siri yangu, lakini kuna mwingine ataenda kuvote sababu ya ile pesa. Kuna mwingine haendi kuvote kwa sababu ati wewe atamvotia kwa sababu hakumpa pesa. Inakuwa kama kuna chuki ndani yake. So kile ambalo ninaweza kucomment about hiyo situation, unapata wengi wa Wakenya hawajawahi pata ile umuhimu wa viongozi. Kwa sababu most of them once they assume office they disappear even from this. Kweli. Mashinani hawafiki. Utapata mtu ana represent Kibra constituency but anaishi Karen. It's quite unfortunate. Na vile itakuja mwaka ujao wengi utawaona sana. Yeah, utawaona sana hata actually wameshaanza. Kule Lang'ata nimeona mtu hadi anakatiana mboga, anapika ugali. He is even spending the whole night. Just because he wants to have a sense of belonging, but the moment they leave from there they get the seat that is you'll never see them. Ni kama unajiuliza hii miaka mitatu wako wapi? Hii miaka mitatu wako wapi? Mwaka wa 4 wa 5 ndo sasa wanaanza kuonekana kwa sababu wanajua ground imeshift. Na kwa nini inakuwa sababu gani huwa inafikia kwamba mtu ima ni kiongozi anaingia na msimamo katika siasa, lakini ikifika ni miaka hii amepewa ule msimamo wake ama ile ahadi yake ambayo alikuwa amewapa wananchi haiafiki? Hii ni kwa sababu moja. Most of the time actually Kenya is the most expensive election in the whole world. You find that these politicians spend a lot of money. Unapata MCA is being paid around 500,000, 300 or 500,000. An MP is paid around 800. Ukiweka into gross plus the allowances, it's around 1 million. But kwa campaign mtu anatumia karibu milioni 10. Kwa miaka mitano huu mtu atarudisha hii pesa. Kweli. Kwa hivyo sasa unapata kupotea kwake ni kupotea ili aweze kupata fursa ya kurudisha ile pesa ambayo alipoteza kwa kuwahonga, kwa kuwanunua ili mumpigie kura. Kwa hivyo sami ya kwanza kile ninaweza sema, hufai kumpigia mtu kura kwa misingi ya alikuhonga au sijui huyu ndiye alikuwa na mfuko mzito. Angalia sera. Angalia mtu atakusaidia aje. Na pia kwa hizo sera usiangalie ati ziko tu vizuri. There are some manifestos which are outrageous and they can't even be achieved. Kweli. You see? So unapata mtu anazisema tu but anajua kwa kuzitekeleza hataweza. But akizisema anajua ataweza kukushawishi umpe hiyo kura. Lakini naamini pia sisi wananchi tuko na upande ambao tumeweza kuanguka. In as much as we blame the leaders, but sisi kama wananchi kuna mahali tumeanguka, tumefeli. Sisi kama wananchi ikifikia ni wakati wa kura, kuna wananchi wanajali ile pesa peke yake. Not knowing hii pesa bado kuja 5 years haitamfikisha mahali. Amepewa tu 500 ya hiyo siku. Ishaisha hiyo, ashaenda kula na ashamaliza. Tunasahau kwamba zile sera ambazo ameziuza, je, am I obliged huyu mtu atatimiza? Kwa sababu mimi kama mwananchi kesho nitampeleka mbio kwamba kazi yake afanye. Lakini wakati alipokuwa anaomba kura, wewe uliangalia manifesto yake kuanzia mwanzo mpaka mwisho ukajua kwamba huyu mtu atatimiza haya malengo yake. Je, hawa wananchi tuwashauri vipi? So kwanza kabisa ni lazima ukamuulize ukiongozi. Ni sawa umeniambia utaleta barabara. Unapata MCA anakuambia ataleta barabara. And as we all know, the main duty of an MCA is to oversight. And they are in devolution. Theirs is to propose to the county government, not to implement it. You understand? So unapata yeye anakudanganya ati ataleta hii, and you know very well they can't do it. The main function of a governor is also to propose to the national government. And if the funding has not been done, the only road that a governor can do ni maraming. They can identify and place the way. Ndio sasa the national government come in for them to be able to do the tarmaking and stuff. But utapata yeye anakudanganya ati nikiingia nitawekea lami,
nitaweka highway. So you also get to agree to it, but we mwenyewe hujasoma zile laws and the constitution itself, whatever it stipulates in terms of huyu kiongozi wa hii aina anaweza akafanya nini na ni nini hawezi akafanya. So unapata ile hata kikudanganya unamwambia awe hiyo hapana. That's not your duty. Tell us what you know will be within your reach and also within your power. Unapata mtu anasema atanunulia shule basi. Okay, ni sawa, umenunulia shule basi. Hiyo imetusaidia nini sisi kama wananchi? Kwa sababu utapata hii basi hata labda itakuwa inatumika tu wakati wanaenda kwa trips. Ndio. Ama wanaenda kwa sababu sio kwamba itatumika kwenda kumchukua yule mwanafunzi. Haitakuwa inamchukua. Na kama tulikuwa kumchukua ataambiwa walipe pesa ya basi. Alipe tena pesa na unasikia ilinunuliwa na nini? CDF. Ndio. So unashindwa, how is it making sense? Yeah. So I think it's good to make these leaders get to propose manifestos which are workable, which are doable, and which are towards bettering the life of a common mwananchi. Yeah. Asante sana. Na kuhusiana na hili swala la usajili wa kura. Yes. Ufikia mahali watu wanapoenda kupiga kura pale kwa mstari, kuna corruption pia utokea pale. Sijui ni msimamo gani ambao wananchi unaweza washauri waweze kuweka ama kukita, kwa sababu ufikia mahali ikifika watu wamepinga mstari, kuna watu wanakuja kupeana hongo pale pale kwa mstari. Na mimi ni vitu ambavyo kama mimi nishaipiga kura, nadhani pia ni vitu ambavyo nishawaiviona. Ndio. Actually back in 2022 in the August elections I got a chance to be a polling clerk. And I was also a queuing clerk. Na kwa kweli nitakuelezea kuwa tume ya uchaguzi huwa imeweka mikakati msingi ya kuhakikisha kuwa kuna watu ambao wanajaribu kufanya kitu kama hicho. Kwa sababu security pia inakuanga hapo. So utapata labda kitu kama hiyo ikifanyika, labda ni kama foleni liko very long and now you can't reach the people behind there. Then now when they get to the place of voting, they are given the privacy, the utmost privacy they deserve. Once wamepewa hivyo vijikaratasi ili waweze kuchagua wale viongozi ambao wanawataka. Hakuna mtu ataenda hapo kuwashawishi ati usiweke huyu ndo tunafaa kuweka, chukua hii pesa. Kwa hivyo utapata hizi hongo most of the time wanapewa wakati wa kampeni. Wakati wa kampeni. Na pia labda hiyo siku ya kupiga kura sasa inatumwa kwa simu wakati unaenda kupiga kura. Yes. And it's very unfortunate that you vote for someone simply because of a mere 500 shillings. In this economy of now, 500 hata sukari nadhani kilo 2 peke yake na umebakisha 150. Sana. So it's quite unfortunate that you can tuseme like sisi kama wananchi tumekosa pile accountability. Tumekosa hiyo accountability. Tunaangalia leo, hatuangalii kesho. Kweli. Tunaangalia leo, hatuangalii kesho. The surprising part ni kwamba utaongea hivi ama utawafunza kama vile tunafanya katika mitandao ya kijamii kuweza kuhamasisha kuhusiana na usajili na mambo yepi ambao wanafaa kuconsider. Lakini kikifika kesho ni vitu ambavyo wamesahau. Wanarudia the same mistake. Wakenya wote ile weakness kubwa ambayo tuko nayo ni kusahau vitu. Ndio. Leo tutasema haki hapo nayo yenyewe ni mimi nilikosa kumchagua huyu kiongozi na ndio maana sasa hii ninaumia. Ndio. But tena at the end of the day tena kesho atakuja sema mbona nipige kura. Ndio. They now try to treat themselves as the rich. Most of the rich people don't go to vote. On that day inakuanga their holiday. Kweli. And that's why you'll notice even on campaign periods, hautawaiona mtu ameenda kucampaign Karen. At Westlands, you'll never see them. Because there are no voters there. Those people are so busy. They've made their own money. Kweli. And actually they are the movers and shakers of the country. So whoever moves in, they'll still be able to work with such a person. But now what of us? Kweli. Wale watu ambao wanatoka kwenye vitongoji duni. Ndio. The people who are on a mid-level status quo. So hao ndo wale wenye wanapitia skari ikipanda, wao ndo wanaweza wakateta. Na bado unajua tena bado wao ndo wanatumiwa kupiga kura. Currently the youth we carry up to 60% of Kenya's population. But ukiangalia wale ambao wamesajiliwa kupiga kura ni kidogo sana. Ama hata wale wenye wamesajiliwa na kupiga kura pia bado ni kidogo. Hasa nyakati hii nasikia IEBC wakisema watu ambao wamejisajili ni kidogo sana. Ni kidogo sana na hiyo mimi nitaiblame largely to the institution, the IEBC. For instance, for me, I live in Kangundo Road.
kutoka Kangundo Road ndo upate ile pahali unaweza ukasajiliwa kama mpigaji kura, lazima uende mpaka Donholm. So unaona hiyo distance yote. Ni mbali. Ni mbali sana kwa lazima upande gari. Kweli. Kuna ule mwenye atasema ai napanda gari kwa kitu yenye hata silipi. Unaona. Na si ati they'll beat me for not registering as a voter. So first things first, uhamasisho ambao IEBC imefanya si ya kutosha. Na tukiangalia watoto wengi sasa hivi wameweza kufunga shule. Wengi sana. Pale shule ambazo ziko karibu na naamini IEBC inaweza tumia hiyo chance kuhakikisha kwamba wana register voters. Kwa sababu huwezi mtoa mtu mbali anafikiria hiyo distance kote, labda kuna mtu hana fare. Anategemea labda kungekuwa na institution ambayo iko very karibu, ningeenda nikachukua. Angeenda akajisajili. Kwa hiyo sasa unaona unaenda kwa chifu anakuambia wewe enda Donholm. So unajua ukipiga hizo hesabu unaona lazima utumie fare. Hali ya maisha sasa pia haiko sawa. Mbaya sana. Unaangalia ni chakula nitakula ama nitaenda kujisajili. Hii kujisajili ni sawa, nimejisajili, na hata viongozi bado hawawajibiki. Hawawajibiki. Kweli. Wanaangalia tumbo zao. Kweli. So kwanza kabisa I think IEBC inafaa kutafuta njia mwafaka ambayo wanaweza wakasajili hawa wapigaji kura from the comfort of their places. Let them even do door to door the way they used to do census. Huduma namba, I remember they used to visit sana. They spent a lot of money in that thing na haikufanya kazi. Ikaenda, it was unconstitutional, but you saw they did door to door. So the same way they did that. Hata SHA naona siku hizi wanatembea kwa milango. Let them do the same to voter registration. And you will find that so many people will be on board. Yeah. Asante sana. Acha tuchukue mapumziko, tukirudi tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Asante. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa naye Eric ndani ya studio zetu za Mahdi TV, na amini unazidi kumsikiza na kumwelewa zaidi, akiweza kukuhamasisha wewe kuweza kuchukua kura na kuweza kuhamasisha wewe kuhusiana na usajili wa kura, na pia kukujuza mengi ili uweze kufahamu. Wanakwambia kwamba usinunuliwe kwani kuna kesho pia. Wanakwambia kuna maisha baada ya election. Sasa maisha hayo hakikisha kwamba yanakuwa yenye kheri na maisha ambayo yatakuwa na fanaka kwako wewe. Mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi ukipendacho Upeo Asubuhi ndani ya kitengo Gumzo la Vijana, tukiwa naye Eric ndani ya studio zetu za Mahdi TV, akizidi kudadavulia mengi kuhusiana na masuala ya election, hasa masuala ya upigaji kura, na insha Allah mpenzi mtazamaji, kuna mengi ambayo unafaa kuyafahamu, na naamini katika awamu ya kwanza ameweza kueleza mengi ambao wewe kama mpiga kura ni vitu ambavyo unafaa kuvisoma, ni vitu ambavyo unafaa kuvielewa ili kuhakikisha kwamba unachagua kiongozi ambaye ni thabiti na ambaye atakuletea manufaa katika jamii. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Karibu tena Eric. Naam, tukiangalia swali lingine ni kwamba how does voter education affect the quality of elections? So when voters are well informed in terms of their rights and also what they gain from it, first it promotes overproduction in terms of the voting now. We get to elect leaders who will be accountable enough, who will represent us according to how we want them to lead us. Yeah. But sasa unapata kama wako wachache tena hatupati ile chance ya kuwa hold accountable kwa sababu hatujapiga kura. Wengi wetu hawatujaweza kuweka ile sauti yetu. Kwa sababu ule kiongozi, kila mtu ni kiongozi katika ile nchi, but sasa unapata hatuwezi jiongoza sisi wenyewe. Inabidi umemweka mtu mmoja, na sasa kama tumeweza kujulishwa ama kuelimishwa vizuri njia ambayo tunaweza kupiga kura, tunapata ile njia ambayo kiongozi anakuwa accountable kwa sababu anajua hawa watu walinichagua, na kwa sababu walinichagua lazima niwawakilishe kwa njia ambayo inatakikana. Lazima nitimize yale ahadi yote ambayo niliwapa. Nisiwe kigeugeu hapo mwisho baada ya kuingia kwenye kiti. Yeah. Naam. Umeongelea kuhusiana na swala la polling clerk kama sijakosea. Nini huwa haswa kazi yake ikifika ni upande wa upigaji kura? So the main function of a polling clerk, first things first, they take place in the conducting of the whole election process. They get to attend
training, a full week training, after which now they take part actively in the whole election process. That is in terms of managing the queues, registering the voters in terms of like sasa si amekuja kupiga kura. Ndiyo. Unachukua zile details zake ili uverify kama ni yeye kweli na ni yeye amekuwa registered na hiyo jina na hiyo kitambulisho chake. Kisha unampa the ballot papers. They are directed to the booth, the polling booth where they are allowed to vote privately. Hakuna mtu kuja hapo kumsumbua ama kumshawishi atipigia huyu. Unamwelekeza tu hapo, anaenda anapiga kura yake. Once amepiga kura, anaekewa alama kwenye kidole, kisha anaelekezwa. Sijakarudi tena. Sijakarudi tena kwa sababu kuna wale ambao wanaweza akarudi wajifanye ati yako amepiga. Na ndio maana unapata the voters card is very important because you can't vote twice. Once you've gone there and you've produced it once, ikaonyeshwa kwa the KIMS kit, unakuwa ruled out that way already ushavote. Hata kama utarudi urudie itakataa. The system will refuse. Na sasa hivi ile I think the last time tukivote ilikuwa system direct, not the form of writing. Ilikuwa system direct. Kitambo ilikuwa wana nini? When they use the manual register they normally scrap it. Wanaweka straight. Lakini unakumbuka mtu haizi rudi tena kuangalia jina ya mtu kama ile. Inakuwa kazi ngumu sana. But sasa electronically akiweka hiyo kidole inaleta details, you rule it out huyu already ameshapiga kura. Kisha baada ya hapo tunarudi kuhesabu kura zenyewe. Hapo sasa unajua ushaelekeza wapigaji kura warudi nyumbani wangoje matokeo kutoka kwa nyumba zao. Kwa sababu tena wakikaa hapo wataweza kuwapea kazi ngumu sana ya kuhesabu hizo kura. Utakuta wengi wanatoa vurugu sasa hapo. Juu sasa wanaona mtu wao waongozi wanaanza kusema ni nyinyi ndio mmegeuza hizo matokeo na hivyo ndio wao wamepiga kura. So baada ya kuzihesabu zinajumulishwa by the presiding officer who will take the results now to the head to the next stage. Hizo nazo zinalindwa. Hizo nazo zinalindwa. Hata kuna kwa na maafisa wa usalama ambao wanaangalia zote. The form 34As, 34B, 34C. Sasa 34A ndio mostly polling clerks huwa wana handle. Baada ya the presiding officer akishaziunganisha ndio anaenda. Sasa yule mwenye ako juu yako ndo ana hold ile B. Sasa kama anafanya confirmation. So from the polling station to the constituency to the county, alafu sasa inaenda Bomas. Asante sana. Na ni challenges zipi ambazo a first time voter huwa ana face? Maana naamini saa hii kuna wanafunzi ambao wamemaliza shule. Wengi sana. Kuna wengi ambao saa hii ndio wanaenda kuchukua IDs. Sasa huyu kesho anataka kuwa apige kura mwaka wa 2027 ambao ni mwaka ambao utakuwa na utata sana. Wengi wanaweka predictions zao kwa sababu tukiangalia maandamano yenye yaliweza kutokea huku nyuma yalikuwa ni yenye utata sana. Sasa hawa challenges zao huwa ni zipi? So the first challenge yenye hata nilikuwa nimeitaja hapo awali, unapata mahali ambapo mtu anaweza akasajiliwa kama mpigaji kura ni mbali sana ukicompare na mahali ambapo anaishi. So getting to access such a place becomes quite a challenge. Secondly, also accessing the polling stations. Sometimes it becomes a challenge because there's no enough voter education in terms of this is what is required of you and this is the process, the whole steps you're supposed to follow in order to be able to vote successfully as a registered citizen. So mainly ni hiyo usajili. Wangeweza kuiweka mahali ambapo like mtu anaweza tembea aone ndio hii. Unaona kama Huduma Center venye wewe unaweza kujua ndio hii Huduma Center. Sasa pia hiyo voters registration kama wangeileta kwenye mashinani hata wafanye door to door. I'm sure they have the budget to do that. But at the end of the day it's our money. The thing na Wakenya ni kitu kimoja ambacho kinashangaza. Sasa nadhani IEBC iko katika ile mchakato wa kusema kwamba wananchi waende wakachukue kura. Lakini Wakenya sisi tuko na tabia moja. Sisi ni last minute people. Wakati sasa unajua mwaka 2027 inaingia kwa sababu bado watu wanazidi kunini 2026 ikiisha, sasa 2027 ndio utaona Wakenya wanatoka kupiga foleni. Foleni inakuwa ndefu. Wakati sasa hivi hakuna foleni. Sasa hakuna foleni na hakuna mtu anajitoa. So mimi actually most of the youth they are digitized. Kwanza hizo vitu za ati sijui wanaenda wanatembea wanaanza kuelezewa haya fanya hii hawapendi. Washachoka.
But again, now I think since the world has revolutionized, Ndio. and we also need to catch up with that. Naam. Kama wanaweza wakapata good strategies in which they can win the hearts of the youth between the age of 18 and 35, they are so many. Over 60% is not a joke. So getting to incorporate the digital world to teach them and also enlighten them on how they can be registered as voters will go a long way. Ama basi tutafute njia mwafaka ambayo inaweza ikawasaidia wasajili waweze kujisajili tu kwa simu. Unaona kama SHA unajisajili tu kwa simu. Kweli. You don't have to visit a facility. Yeah. I think hiyo pia itakuwa ni njia nzuri kwa sababu sasa kila kitu inakuwa digitized. Kwa sababu kama ni hivyo itakuwa na ule urahisi wa ule kijana, kwa sababu wengi wako na smartphone. Ndio, kila mtu ako na smartphone. So ukiwa na simu unajisajili tu hapo, kwa sababu labda hata itaitisha ID. Maybe now where the problem will come in is putting in your fingerprint. Juu nimeona the new step actually it's even scanning your face. Yeah. But with AI, I think it can really work. So if they can find a way in which they can incorporate that, it will really go a long way and we'll be able to get more registered voters. Kweli. Naam. Na swala lingine ni kwamba should voting be compulsory? Yes and no. First things first, if it's compulsory, of course itatuongezea representation and it will also make these leaders accountable for whatever they promised and they'll be able to live to their promises. But now when it's compulsory again, inakaa ni kama tunalazimisha watu wapige kura. Ndio maana unaona, najua actually hata labda kungewahi kuwa na ile rule ya mtu akipata kitambulisho awe pia kuwa anakuwa automatically a registered voter. There could have been that option. But sasa unaona hawataki kumlazimisha mtu or to put iwe huru. The elections, since they are always free, fair and credible, as they say, so an electorate too, yeye ndio mwenyewe anafaa kuchagua, do I really want to register as a voter? Kwa sababu ukimlazimisha pia ataenda huko, unajua atachagua kwa kutaka. Kwa sababu ni kama unamlazimisha afanye kitu. Yeah. No. So it's a yes and no answer. Okay. It has its advantages and the demerits too. Asante sana. Kitu kingine ni kwamba how does corruption affect voters' trust in elections? First, karibu kila uchaguzi tunaonanga watu wakisema wameibiwa, hawakubali matokeo, and actually we made history in the 2017 elections, being the first African country to have our elections nullified. And that shows you how democratic our country has advanced. So ya kwanza kuna ule mwenye hata piga kura juu atajiambia sasa napiga ya nini na bado itaibwa. Kweli. Kwa nini niende nipoteza wakati wangu napiga foleni? And you can imagine queuing from 6 a.m. Inauma. Yeah, to 10 a.m. Alafu unapata mtu wako aliibiwa. Inauma sana. Inauma sana. So the first thing ni hiyo, mtu sasa anarudi tena anakataa kupiga kura kwa sababu haoni umuhimu wake. Kwa sababu anajua with or without my vote, they'll still get their way to influence the elections. Kwa sababu that's actually hiyo ndo mindset ambayo Kenya wako nayo sasa, especially upande kama ni presidential sasa. Leave alone our governors, so hao watu wana shida. The bigger picture ni hapa kwa urais. Hapa sasa ndo wanaangalia sasa mimi hata nifanye nini? Mtu ataingia. Nipige, nisipige, ataingia. My vote yangu moja haita change. So hiyo mentality I think ndio imedrain wa Kenya kurudisha chini na kuangalia kwamba why should I vote? Yeah, and actually what I can say, the voter apathy which was witnessed in 2022, it actually even led, you'll always notice when an election is rigged, inakuwa rigged na a very small margin. So you can imagine if a larger number turned up to vote. Unajua kumanipulate such a results inakuwa ngumu. But kama mko kidogo, interfere with those figures is very easy. So what I'd say, it's quite advisable when people turn up in large numbers. Make sure you vote and protect your vote. When you turn up in large numbers, you'll be sure to see the results. But kama hamjatokea, sasa unajua unateta imeibwa na pia haujatokea. So wewe already hata kura yako hata yenye unasema iliibwa, wewe hata wewe hukutokea kupiga kura. So hata heri upige tu kwanza. Zikiwa vingi hivyo,
getting to manipulate such a big number becomes a problem. But now when we have a smaller margin, it becomes easier. It becomes easier to play with the figures. So I'd advise most people to turn up in large numbers. To turn up in large numbers and exercise their voice. Na mimi ndo utakuwa wameweza kuelewa kwa sababu tukiangalia pale tunaelekea ni kwamba Wakenya tumeamua mimi kama mbaya. Mtu ashaweka ile akili ya kwamba mimi najua hata niweke vote yangu tu ule fulani tu ataingia. Sasa na that mentality I think hiyo ndio pia inawafanya wale ambao wako juu na leaders ambao wanaamua kutaka kuingia katika urais wanaona hapa tunaweza tu tumia the manipulation process kirahisi kwa sababu itakuwa kama wengi hawajapiga kura, let's do this. Kwa sababu hakuna namba sasa tena. Ndio. Sasa hebu niambie kama kwa mfano ule maandamano ambao ulifanyika mwaka uliopita. Kuna hii hashtag ambayo watu walikuwa wanatembea nayo, siri ni numbers. Hakuna mtu ambaye aliweza kuamini kuwa watu wangeweza kuingia kwenye jengo la bunge. Lakini unaona hiyo dedication, ile kutoka umoja hawakuweza kuamini. Everyone was united. So anything is possible. Hakuna kitu kama ati wataiba tu eventually. Na hii coming 2027 it will be tough. Kwa sababu the Gen Zs kitu cha kwanza wameamka. Si watu ambao unaweza manipulate. Si watu ambao unaweza manipulate. Watakwambia mimi nitakula pesa yako lakini najua naenda kuchagua. Najua mtu napigia. That's why utakuta wengine wanasema hapana, the millennial part. You should remain at home. Mwingine anakuja kuambia mzazi wangu tafadhali. Hii maybe the strong nitachukua ile kadi ya kura. Acha mimi niende nikapige kura. Kwa sababu wewe ukienda kupiga kura ukishapoa shilingi 500 napiga na feelings. Ati huu ni mtu wetu, huu ni wa kwetu. Haya ni wa kwenu, haya ushamchagua hata mwai kuja kunywa chai. Hajakuja. Hata hakujui. Hakujui hata hajui kama unaishi. But wakati unaana campaign hata ako ready kukaa hapo apike mboga. Na the moment umepatwa na shida katika nyumba, maybe let's say kuna watu wanakuaga na maradhi. Utasikia mtu labda ameshikwa na kansa anataka usaidizi. The moment ameenda kwa government ama pahali alikuwa amempigia ule kiongozi kura, unakuta anakuwa disappointed. Ndio. But wakati wa campaign wako ready kutoa milioni 10. And they always make sure they return it. That's why they disappear again. So I also think we shouldn't be blackmailing leaders. Ndio. To also try and help us with our personal needs. Because again, when they come through for us, be rest assured that they'll return that money. Na tena bado ni wewe utaumia kama mlipaji ushuru. Kweli. Asante sana. Na tukimalizia ni kwamba what role do young voters play in shaping a country's future? So the main role that voters play is electing accountable leaders, good leaders who can be able to live up to the expectations of the electorates and also get to make them achieve whatever they were also dreaming of. Unapata mtu amepromise hii na ukimchagua and you believe in that philosophy, they get to achieve it because now you've chosen the person not by ile pesa alikutolea ama ile uhusiano mlikuwa nao personally, but the sera, the manifesto is what helped you to choose this leader. So the main thing is when you get to vote, you get to hold your leader accountable and they get to represent you and you also get a chance of recalling them. Because unakumbuka pia ile wakati wa kurecall the members of parliament, you must be a registered voter to also assign a signature. So this voters card is a very strong thing. Ukimchagua akose kufanya kazi yake bado unaweza ukamtoa. Asante sana. Na tukimalizeni, labda ni kipi ambacho unataka kuwashauri ama kumshauri mpiga kura ama kijana ambaye anataka kwenda kuchukua kura kuhusiana na labda uchaguzi, labda vurugu ambazo watu wasitarajie vurugu hii na hili? First and foremost, I'd like to advise our youth not to engage in violence during this whole period as we approach the elections. And also let no one buy you for cheap money. Ati sijui 500 ili uweze kupiga mwenzako ama umrushie mawe simply because they have a dissenting opinion. It's not a good thing. Just try and find a way in which
let's argue out in ideologies. We must always be sensible. We are in 2025 and it's quite unfortunate if you find someone trying to confront you physically. We are beyond the era of fighting simply because I don't agree to your ideas. We always agree to disagree. Yes. Yeah. So let me buy your idea, you also get to buy my idea, but we shouldn't fight over a small issue. So past elections will still be humans, will still live together. Nitakuja kwako kununua chakula, utakuja kwangu kupata huduma zangu. Sasa tukishapigana tutaweza kusaidiana aje? Hakuna venye tunaweza tukasaidiana. So the main thing is to maintain peace. Let's just love one another. These politicians are the same. In politics there are no permanent enemies. They are just enemies of ideologies. But once they get elected, wanakaa chini wanazungumza, wanarudi wanasalimiana, alafu nyinyi ndo mnabaki hapo mmechapana. Nyinyi sio majirani tena. Na huyo ndo mwenye atakuja akusaidie kama uko na chumvi. Asante sana. Shukran sana Eric kwa kuwa nawe kuanzia mwanzo hadi mwisho. Imekuwa a very wonderful mazungumzo mazuri, yamekuwa mazungumzo yenye kutoa na tija ndani yake. Naamini tutaweza kukutana zaidi na zaidi ili kuweza kuangazia masuala ya siasa zaidi. Asante sana. Karibu. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa naye Eric ndani ya studio zote za Mahdi TV umeweza kufaidika na kile ambacho ameweza kukiwasilisha kwako. Binafsi nimefurahi jinsi alivyoweka mwelekeo mbele na kukuhamasisha wewe mpiga kura kuhusiana na vitu ambavyo unafaa kuconsider. Kununuliwa sio suluhu. Suluhu ni kuangalia kiongozi ambaye atakuletea manufaa katika jamii, kiongozi ambaye ataangalia matakwa yako ya kesho ni yapi. Inshallah mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia masala.